Zimebaki saa chache kabla ya kushuhudia mechi ya Tanzania Prisons wa Jelajela dhidi ya Yanga, mechi ya ligi kuu Tanzania bara ambayo itachezwa kwenye uwanja wa Jamhuri pale jijini Dodoma, Tanzania Prisons wakiwa nyumbani, kwa sababu uwanja wao wa Sokoine jijini Mbeya umesimamishwa na bodi ya ligi kwa sababu ya kutokidhi vigezo vya kikanuni. Kwa sababu hiyo, Tanzania Prisons nyumbani kwao leo hii ni jijini Dodoma katika mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa saa 2 usiku. Sasa kuelekea katika mchezo huo, Yanga wakiwa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa wana pointi 32 baada ya kucheza mechi 12, huku Tanzania Prisons wakiwa wa pili kutoka mkiani kutokana na pointi 13 walizonazo baada ya kucheza mechi 15. Ni dhahiri kwamba huu ni mchezo wenye ushindani wa aina yake. Tanzania Prisons watataka kupata matokeo ya ushindi ili wafanye harakati za kujikwamua kutoka katika nafasi ya pili kutoka mkiani, wakati Yanga watataka washinde ili waendelee kuziacha timu nyingine kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu kwa pointi zao 32 hata wakifungwa Yanga watakuwa bado wako juu kileleni. Wanaowafuatia ni JKT Tanzania waliocheza mechi 17 lakini wana pointi 28, wakati watatu ni Azam, ya 4 ni Simba, zote zina pointi 27, lakini Azam wamecheza mechi 13, Simba wamecheza mechi 12 kama ilivyo Yanga. Kwa sababu hiyo, watakachokihitaji Yanga ni kupata ushindi ili kuendelea kuongeza tofauti ya pointi baina yao na wanaowafuatia, kwa sababu hata matokeo yoyote yale bado kwa leo hii Yanga wataendelea kubaki pale kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Sasa kuelekea mchezo huo, yapo mambo kadhaa ambayo yanaashiria kwamba haitakuwa mechi nyepesi, lakini kubwa zaidi ni kwa Tanzania Prisons. Benchi lake la ufundi ambalo hivi sasa linaongozwa na kocha wao mpya Shadrack Nsajigwa, beki wa zamani wa Yanga na nahodha wa zamani wa Yanga, miongoni mwa watakayopaswa kuwa macho ni kutoingia katika mtego wa kuamini yale yanayozungumzwa kwamba Yanga hii ya Pedro Gonçalves kwa siku za karibuni kwamba iko chini ya kiwango chake, kwamba iko unga. Muhimu ni kwa kocha Shadrack Nsajigwa, wachezaji wake, benchi la ufundi lote la Tanzania Prisons kutambua kwamba pamoja na yanayosemwa, lakini kiuhalisia kwa uwanjani, kwa matokeo yaliyopo mpaka sasa, Yanga bado ni timu ya kuogopwa, na kwa sababu hiyo lazima wajipange kuhakikisha wanaiheshimu Yanga ili kutoa ushindani utakaoleta burudani kwa mashabiki, lakini pia ikibidi kwa wao kuambulia pointi kutoka kwa Yanga. Ni kwa sababu gani? Yanga hii labda kama ni changamoto kulinganishwa juu ya ufanisi wake ni kwa Yanga yenyewe na sio kwa timu nyingine. Ni kwa sababu hivi sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga wakiwa na pointi 32 kutokana na kucheza michezo 12. Maana yake ni kwamba Yanga pointi walizonazo ni kati ya pointi 36 zitokanazo na michezo 12. Ukiangalia ufanisi wake utazidisha kwa 100, utagundua hapa ni around 89%. Hiki bado ni kiwango cha juu mno cha ufanisi kulinganisha na timu nyingine zote kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa. Wanaofuatia kwa mfano JKT Tanzania inayoshika nafasi ya pili, yenyewe pointi ilizonazo JKT ni pointi 28, lakini JKT wamecheza mechi 17, walipaswa kuwa na pointi 51. Ukizidisha kwa 100 kuangalia ufanisi wake utagundua kwamba JKT Tanzania performance yao, ufanisi wao ni around 55%. Unaweza ukaona namna gani ambavyo Yanga yenye 89% imeacha mno JKT inayofuatia nafasi ya pili kwa ufanisi, na tena JKT Tanzania wamecheza mechi nyingi zaidi, mechi 5 zaidi ya Yanga inayoongoza pale juu kileleni. Lakini ya tatu ni Azam ambayo yenyewe imeshacheza mechi 13. Azam ina pointi 27. Sasa Azam kucheza mechi 13 maana yake ilipaswa kuwa na pointi 39. Ukizidisha kwa 100 hapa, ukiangalia ufanisi wake utagundua ni around 69%. Iko chini mno kulinganisha na Yanga inayoongoza ligi kwa performance ya 89%, tena ikiwa imecheza mchezo mmoja pungufu ya michezo aliyocheza Azam ambayo ni 13. Vivyo hivyo ukiangalia kwa Wekundu wa Msimbazi Simba wamecheza mechi 12 kama Yanga, lakini Simba wana pointi 27. Ukiangalia kiwango cha ufanisi, kuwa na pointi 27 katika michezo 12, Simba ilipaswa na yenyewe iwe na pointi 36 kama maximum performance. Kuwa na pointi 27 maana ufanisi ni around 75%. Kwa hiyo bado kwenye ufanisi wa jumla Yanga iko juu, lakini lingine ni kwamba kwenye mabao ya kufunga Yanga mpaka sasa
ambao wanakwenda kucheza dhidi ya Tanzania Prisons wanajivunia rekodi ya kuwa na safu imara sana kwenye kufunga na safu imara sana kwenye kuzuia, kwa sababu mabao Yanga ambao ni wageni leo hii dhidi ya Tanzania Prisons wamefunga mabao 30, wameruhusu mabao mawili. Tanzania Prisons wao wamefunga, ambao ni wenyeji Tanzania Prisons wamefunga mabao 8, wameruhusu mabao 16. Kuna tofauti mkubwa hapa wa juu ya safu za ulinzi na safu za ushambuliaji za timu zote mbili, na ndio maana tunasema kocha Shadrack Nsajigwa, benchi la kila ufundi wanapaswa kuwa makini kuelekea mchezo huu, kwa sababu Yanga kufunga mabao 30 katika michezo 12, maana yake unazungumzia dakika zilizochezwa ni 1080 kwa mechi 12. Dakika 1080 kufunga mabao 30, maana yake Yanga kwa wastani inafunga bao kila baada ya dakika 36. Yes, minutes. Tunasema minutes per goals, MPG. Wastani ambao kama unahudumisha huu unaifanya Yanga kuwa ya pili kwa kasi kubwa ya kupachika mabao katika historia ya ligi kuu Tanzania bara tangu ianzishwe mwaka 1996-97 kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza, kwa sababu unapochukua idadi ya mabao kwa kuangalia muda, kasi ya upachikaji mabao kwa vipi, ndipo unachukua muda gawanya ambao ni katika dakika gawanya kwa mabao yaliyofungwa na timu husika. Sasa Yanga kucheza mechi 12, ndio maana tukaona hapa dakika 1080 ukigawanya kwa mabao 30 waliofungwa unapata wastani huu. Kwenye rekodi za ligi kuu Tanzania bara tokea kuanzishwa kwake kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza, timu inayoongoza kwa MPG, minutes per goals, ni Yanga ya msimu uliopita iliyofunga mabao 83 baada ya kucheza mechi 30 za msimu mzima ambazo ni dakika 2700. Ukigawanya ile MPG, minutes per goals, tutagundua Yanga msimu uliopita ilimaliza ikiwa na MPG, minutes per goals, kasi ya kupachika mabao kwa kuzingatia muda ni dakika 32 na sekunde 32, na ndio ilikuwa ni rekodi katika ligi kuu Tanzania bara tangu kuanzishwa kwake. Lakini ya pili katika eneo hili la MPG, minutes per goals, ni Simba ya 2022-23 ambayo ilimaliza ligi mechi 30 ikifunga mabao 75. Mechi 30 dakika 2700 ukigawanya kwa mabao 75, Simba katika msimu huu ilikuwa inafunga bao kila baada dakika 36. Kwa hiyo Simba ya msimu 2022-2023 ingawa haikuwa bingwa, lakini ndio timu yenye rekodi ya kuwa na kasi kubwa zaidi ya kupachika mabao kwa kuzingatia muda, nafasi ya pili baada ya Yanga msimu uliopita. Sasa kufunga bao moja kila baada ya dakika 36 kwa wastani ndio wastani ambao Yanga hivi sasa wanao, kwa sababu wana mabao 30 baada ya mechi 12. Nadhani unaelewa ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ikiwa ni kusisitiza kwamba Yanga hii inayoelezwa kwamba inaonekana imeshuka kiwango ndio yenye kufunga mabao kwa aina hii, lakini Yanga imeruhusu mabao mawili tu. Ndio timu inayoongoza kwa kutaimara katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, mechi 12 imeruhusu mabao mawili tu. Kwa hiyo ndio timu inayoongoza kwa kufunga mabao mengi hivi sasa. Wanaofuatia ni pamoja na Azam ambayo imefunga mabao 21 baada ya kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Dodoma Jiji jana, lakini Simba yenye mabao 20, JKT Tanzania, Pamba Jiji zina mabao 18. Yanga wana mabao 30. Kwa hiyo unazidi kuona kwamba Yanga kwenye ufanisi wa jumla, Yanga kwenye kuzuia, Yanga kwenye kufunga bado wako juu kulinganisha na Tanzania Prisons ambao kwenye kufunga ni miongoni mwa timu tatu tu mpaka sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara hazijafikisha idadi ya mabao ya tarakimu 2. Ndio, kwa sababu wana mabao 8. Timu nyingine zenye mabao pungufu ya 10 ni pamoja na KMC yenye mabao 5, lakini kuna Mashujaa pia yenye mabao 8 kama Tanzania Prisons. Kwa hiyo Tanzania Prisons ina changamoto kwenye kufunga, lakini kwenye kuzuia Tanzania Prisons ni miongoni mwa timu ambazo hivi karibuni zimekuwa zikiruhusu mabao mengi. Kuruhusu mabao 16 baada ya kucheza mechi 15, maana yake anaruhusu bao moja zaidi ya idadi ya mechi. Mazingira yote hayo yanifanya Tanzania Prisons ipaswe kuwa makini zaidi. Lakini ukizama ndani zaidi, Tanzania Prisons ndio timu ambayo yenye safu ya ushambuliaji au timu ambayo kwenye kushambulia inafanya majaribio machache zaidi kuliko timu zote mpaka sasa, kwa sababu baada ya mechi 15 imepiga mashuti 65 tu, huku 35 yakilenga shabaha, na matokeo yake imefunga mabao 8. Ndio timu yenye attempt chache zaidi kuliko timu zote kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Yaani hata KMC iliyopo mkiani inafanya majaribio mengi kuliko Tanzania Prisons. Lakini Yanga
mpaka sasa mechi 12 imefanya majaribio, shots imepiga mashuti 97. Kati ya hayo mashuti 50 yamelenga shabaha, alafu ikafunga yale mabao 30, ambayo inaifanya iwe na goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao wa around asilimia 31, ambao ni wa juu zaidi kulinganisha na Tanzania Prisons ambayo baada ya kupiga mashuti 65 ufunga mabao 8. Manake goal conversion rate ya Tanzania Prison, goal conversion rate ni around asilimia 12. Kwa hiyo bado Tanzania Prisons kwenye eneo hili iko chini. Kwenye kadi za njano, Yanga wana kadi 5 za njano tu, Tanzania Prisons wana kadi za njano 25. Unaona utofauti huu. Lakini pia kwenye faulo, Yanga faulo mpaka sasa wamecheza faulo 116 ambao wao ni wageni, faulo 116. Prisons ni miongoni mwa timu zinazocheza faulo nyingi, tayari imeshacheza faulo 170. Kwa kuna maeneo mengi ambayo yanaifanya Tanzania Prisons benchi lake la ufundi chini ya Shadrack Nsajigwa kuwa makini katika kuhakikisha wanaiheshimu Yanga ili kupata matokeo ya kuwapa furaha wa jela jela. Kama sio sare basi atakushinda, kufanya surprise. Lakini kimsingi kwenye makaratasi Yanga inaonekana iko juu zaidi, tofauti na watu wanavyoelezea, kwa sababu timu inaelezewa kwamba imeshuka kiwango ndio inaongoza kupachika mabao, inaongoza kwa pointi, inaongoza ufanisi wa asilimia 89 kama tulivyotoka kuona. Ndio timu yenye ukuta imara zaidi, ndio timu ambayo hivi karibuni imekuwa ikifunga mabao mengi zaidi. Kwenye kombe la shirikisho imetoka kumpiga mtu goli 7-0. Lakini pia kwenye ligi kuu imetoka kuwapiga JKT mabao 5-0. Tanzania Prisons ambayo msimu uliopita iliichangia Yanga kwenye kapu lake la magoli mabao 9. Yani asilimia 11 ya mabao yote waliofunga Yanga katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita ambao ni mabao 83 yalichangiwa na Tanzania Prisons. Ikifungwa 4-0, ikifungwa 5-0. Sasa kuelekea mchezo huu watapaswa kuwa makini ili mwisho wa siku wasije wakaruhusu tena mabao mengi kwa Yanga. Badala yake waonyeshe changamoto ili mchezo huu wakuvutia zaidi na kuwapa furaha watakaoshuhudia mchezo huu. Lakini kimsingi matarajio ni kuona kocha Shadrack Nsajigwa benchi lake la ufundi kuelekea mchezo huu. Kile ambacho kimekuwa kionekana hivi karibuni katika kikosi chao ni kwamba wao wakiwa wenyeji yaweza ikawa kikosi kikapanga kwa mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2. Ni mfumo ambao Yanga pia wamekuwa wakiutumia chini ya Pedro Gonçalves, kwamba golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2, ambapo pale juu anapata huduma ya depu na mshambuliaji mwingine, ambapo akifanya hivyo Yanga inakuwa inatisha zaidi. Anaweza pia akatumia kocha Pedro Gonçalves wa Yanga baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Huyo mmoja akiwa Dube bado Yanga inatisha. Akiwa Emmanuel Mwamengo inaweza ikatisha zaidi, lakini akiwa depu, akiwa mshambuliaji mmoja peke yake katika mfumo wa baada ya golikipa 4-2-3-1 haionekani kuwa inatisha zaidi. Inapokuwa na washambuliaji 2 alafu depu akawa uwanjani, Yanga inatisha zaidi, na imethibitika hivi karibuni kwamba ndio hufunga mabao mengi, ikiwamo katika mchezo uliopita wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB pale ilipowafunga Polisi Tanzania mabao 7-0. Sasa kwenye muundo huu, kwa mfano wa baada ya golikipa 4-4-2 ambao Yanga imeelekea kuwalipa zaidi, huenda wakaanza hivyo pia, basi yatarajiwa golikipa Musa Mbisa ambaye yeye mgongoni huvaa namba 40, lakini nambari 2 anaweza akawa miongoni mwa nahodha katika Tanzania Prisons, nazungumzia Salum Kimenya, yeye mgongoni huwa ni nambari 14. Lakini beki 3 anaweza akawa Malcolm Hilu, lakini katikati kunaweza kawa na Mkenya Maurice Owino akawa miongoni mwa mabeki 2 wakati yeye akicheza mgongoni huwa ni nambari 24, lakini anaweza kucheza na nani, pacha wake anaweza akawa Doto Shabani ambaye yeye mgongoni ni nambari 19, Doto Shabani. Halafu katika viungo 4 katikati anaweza akawa mchezaji mwingine wa Kenya ambaye ni Michael Mutinda Kialo, yeye huwa mgongoni nambari 19 kama akicheza. Halafu kiungo mwingine pale kati anaweza akawa Lambert Sabianka. Yes, Lambert Sabianka ambaye huwa kawaida mgongoni nambari 26. Halafu kiungo ushambuliaji kutokea kulia akawa Kevin Sengati ambaye yeye mgongoni huwa ni nambari 60, wakati kiungo wa pembeni kushoto akawa ni Haruna Chanongo, akawa kule upande wa kushoto kwa kawaida yeye mgongoni huwa ni nambari 27. Lakini kwenye washambuliaji 2 sasa anaweza kaanza George Mpole akiwa na Jeremia Juma
Mgunda ambaye yeye mgongoni huwa ni nambari 10. Hivi ndivyo wanaweza wakaanza, ambapo matarajio ni kuona George Mpole akiwa anaenda kuwa kama mshambuliaji kinara pale kati, kwenda kwa occupy, kuwashughulisha walinzi wawili wakati wa Yanga. Wakati huo Juma Jeremia Mgunda akiwa achezi mbali wakati wanakwenda kushambulia, akiwa nyuma ya mshambuliaji kinara, au wakati mwingine wakawa wanapishana hizi nafasi. Lakini wa pembeni sasa tunazungumzia Kevin Sengati. Matarajio shambulia yake itakuwa sio kwenda kuongeza mapana ya uwanja, bali kuingia ndani, kutoa nafasi sasa kwa Salum Kimenya kwenda kuongeza mapana ya uwanja na kupiga crosses, jambo ambalo anatarajiwa kufanya Michael Mhilu, akimpa nafasi Chanongo kuingia ndani. Lakini kwa wakati hapa Michael Mutinda na Sabianka, mmoja wapo kwa box to box, akienda mbele kusaidia mashambulizi wanapokwenda kushambulia, mwingine akiungana na mabeki wa kati kuhakikisha wanakuwa salama. Wakati huu Kevin Sengati akiwa matarajio kwenda ndani, halafu Kimenya kwenda kuongeza mapana ya uwanja pale inapobidi. Lakini vivyo hivyo kati tulivyotoka kueleza kwa Chanongo na Michael Mhilu, wakati mabeki wa kati na waanisha Owino na Doto Shabani, wao wakiungana na kiungo mojawapo wakati kati ya Sabianka na Mutinda kuhakikisha wanakuwa salama kukabiliana na mashambulizi ya kushtukiza. Kwa Yanga mtiriko ni kama huo, lakini Yanga yaweza ikawa Djigui Diarra anaweza kaanza, beki wa pembeni kulia anaweza kaanza Kwasi Atula Yao, anaweza kuanza Kibwana Shomari, Israel Patrick Mwenda, kushoto Mohamed Hussein Shabalala, anaweza kuanza Shadrack Sakaboka. Kibwana Shomari katika mechi dhidi ya Polisi Tanzania, kocha Pedro Gonçalves alifanya hivyo kwa kumfanya makeshift fullback kwa kumweka kushoto Kibwana Shomari ambaye huzoeleka kucheza kulia. Katikati Dickson Job ni majeruhi, kwa hiyo hatarajiwi kuwemo kabisa katika mchezo huu na michezo mingine kadhaa. Badala yake matarajio ni kuona Ibra Baka, Frank Asink na Bakari Nondo Mwamnyeto, wawili wakianza kama mabeki wa kati katika mfumo huu wa kukabilisha mabeki wanne. Lakini katikati wanaotarajiwa ni pamoja na Mudathia Abbas, anaweza kaanza na Zuka Buya, anaweza kaanza na Mohamed Damaro Kamara. Wana utajiri Yanga katika eneo hili la kati. Lakini vile vile pembeni kuna Alan Okelo, kuna Lasin Kouma, kuna Maxim Pianzengeli. Teodo Pacome Zouzoua ameonekana akitrain na timu hii kwa ajili ya kuelekea mchezo huu. Kocha ana utajiri kuchagua nani aanze. Lakini kwenye washambuliaji pale juu kuna Prince Pumelo Dube, kuna Laurindo Depu, kuna Emmanuel Mwamengo. Kocha anaweza kaamua wepi waanze wawili kati ya washambuliaji. Lakini mara nyingi Depu amekuwa akipata nafasi ya kuanza hivi karibuni, halafu kwanza na mmoja wapo. Akianza na Dube bado Yanga itatisha zaidi, akianza na Mwamengo bado itatisha, kwa sababu Depu wanapokuwa washambuliaji wawili Yanga huwa inatisha zaidi. Kipigo cha mabao 7 kwa mfano alichopata Polisi Tanzania, Depu alianza na Mwamengo akiwa washambuliaji wawili. Lakini mechi nyinginezo anapokuwa na Dube huwa ni tishio zaidi. Kwenye kucheza Depu matarajio au yeye ndo anakwenda mbele kwa kuwakabili walinzi wawili wakati Doto Shabani na Owino. Lakini mwenzake tukecheza naye kama ni Dube, kama ni Mwamengo, atakuwa akisubiri hapa mipira ya pili, au wakati mwingine kama ni Dube huwa ana uwezo kwenda pembeni kushoto, pembeni kulia, alimradi kutengeneza fursa za wao kupata mianya ya kupiga mashuti na kufunga. Viungo wakati Mudathia Abbas wanaposhambulia huwa anaenda mbele na kuwa miongoni mwa wale washambuliaji wasaidizi, na amekuwa tishio mno Mudathia Abbas. Lakini Alan Okelo anatokea upande wa kulia, guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto, amekuwa mzuri sana katika kutenza fursa za kuibeba timu kuliko kucheza kibinafsi kwa ajili ya kujionyesha kwa mashabiki ambao wamekuwa na shauku ya kuona mengi kutoka kwake. Ni mchezaji Alan Okelo anayethibitisha weledi kwa kucheza kwa maslahi ya timu na sio yeye binafsi, kwa sababu huwa haonekani kulazimisha alimradi yeye apate mafanikio kwa kufunga kwa mfano, badala yake huchezesha timu zaidi. Huo ndio tofauti wa Alan Okelo na kile ambacho baadhi ya mashabiki hutarajia kutoka kwake. Yeye acheze na jukwaa, hucheza kwa kutimiza mipango kazi ya kocha Pedro Gonçalves. Kwa ufupi, Yanga ikiingia kwa mfumo huu wa baada ya golikipa 4-4-2, bado Tanzania Prisons watatakiwa kuwa macho zaidi. Hata wakiingia na mfumo baada ya golikipa 4-2-3-1, aweza kaanza Prince Pumelo Dube pale juu kama mshambuliaji kinara, ikawa shida kwao. Kwa sababu hii kocha Shadrack Nsajigwa, benchi lake la ufundi kuendea mchezo huu wanapaswa kuwa makini, maana kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wako nafasi mbaya, wa pili kutoka mkiani baada ya KMC. Yanga wako vizuri zaidi, wako kileleni mwa msimamo kama tulivyotoka kuelezea. Je, itakuwa vipi? Depu, Dube, Alan Okelo, Maxim Pianzengeli, Teodo Pacome Zouzoua, Emmanuel
Mwamengo, Mudathi Yahya Abbas, Zuka Abuya, wote hawa na wengineo, Tanzania Prisons wakiwa wenyeji watawakabili vipi ili mwisho wa siku wawape furaha wana Mbeya? Ni katika uwanja wa Jamhuri pale jijini Dodoma saa 2 usiku. Ni swala kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.